Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV, ni TV yako ambayo inakuwa nakupa habari kaza wa kaza. Mpenzi mtazamaji, ni ukumbusho kwamba siku zilizopita kuliweza kuzinduliwa kazi za ujenzi wa barabara za mitaa katika mji wa Baraka ambazo zilikwenda kuzinduliwa rasmi na meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Marie Mukanja Swaze. Mpenzi mtazamaji, kwa siku ya leo kazi hizo ziliweza kuanzishwa rasmi. Kama uonavyo, zimeanzishwa na kampuni ya Johnson Construction ambayo imepewa uzamana wa kuweza kuendesha kazi hizi pamoja na wafanyakazi wengine. Nikukumbusha kwamba kazi hizi zinakuwa zinatekelezwa nayo meya ya mji wa Baraka, ambako ni franga mapesa kutoka kwa wafanyabiashara kazi wa mji wa Baraka walioikaa chini kwa ajili ya kuanzisha kutoa pesa au kidogo ambayo itasaidia kwa ujenzi wa barabara hizi za mitaa. Na kama uonavyo, kazi hizo zimeanza rasmi katika barabara hii ambako stashuka hadi huko chini ndiko kuna Lake Tanganyika, ambako barabara hii inafika hadi kwenye port ambako kuna egesha boat na mashua mbalimbali ambazo zinatoka Tanzania, Uvira na sehemu nyingine. Na kuomba uweze kuandamana nasi mwanzo hadi mwisho uweze kujua namna kazi hizi zilivyoendeshwa. Mimi ni Safari Almas, nyuma kamera ni Abubakari Saidi. Twende kazi. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Jambo. Jambo bwana mtangazaji. Ungejitambulisha? Naitwa Engineer Marcel Etungano Balongelwa. Asante sana. Huyo ni engineer ambaye yuko hapa katika kutekeleza kazi hizi. Ndugu jambo. Jambo ndugu journaliste. Ungejitambulisha? Bon, jina ni Engineer Jean-Marie Kasongo. Asante sana. Kama unavyowasikia wote ni maengineer. Uenda unaweza ukajiuliza kwa nini wote ni maengineer na wako ofisi moja. Ni kujuze kwamba kuna engineer ambaye ni wa meya ya mji ambaye ametolewa kama jicho la meya wa mji, na kuna wa kampuni ambayo inahusika na ujenzi wa barabara hizi za mitaa ama kutengeneza mifereji ya mitaa. Tunaanza kwake ambaye ni kama jicho la meya wa mji. Hizi kazi ziliweza kuzinduliwa inakuwa ni muda sana, lakini ukiangalia kwa sasa zilichelewa mpaka kuja kuanzishwa hiyo siku ya jana. Labda sababu ilikuwa nini? Bon, niseme kwanza avant balifaa lancement ya kazi. Kufaa lancement ya kazi yako kusema kama ni kuanza kazi, ila wameonesha kama kazi itafanyika. Alors yenye ilichelewesha kazi kuanza ilikuwa ni ma problème technique, na hivi bali régler ya des jours ndio maana kazi ilianza jana, na probleme ilikuwa ni franga isha toka juu watu walikuwa nasema ke mairie peut-être isha kula franga iko na franga ilitoka na kazi ndio inaanza rasmi. Na labda kutokana na kuanzishwa kwa kazi raia itegemee nini? Kweli muendelezo wa kazi hii itakuwa ama ndio vile tunazoea vinaanzishwa hivyo na vinakuja kuisha njiani? Bon, sagisi maire alisemaka kama ni kazi inajengeshwa na hela za taxe conventionnelle, ni taxe yenye haiishi, inakuaka na hiko itaendelea kuwa. Kwa hiyo kazi inaweza ikasimama bali sio kuisha, kwa sababu hela inaweza ikapunguka. Watu wanachunga kwanza wa bataxatere bataxe franga ikue tena kazi inaendelea, ila raia itegemee kama kazi itaendelea, bora iralentir me ifike mwisho itaisha. Inaweza ikagawia ila mwisho mpaka barabara iishe kujengewa vizuri. Asante. Na ukiangalia kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba kazi hizi gisi walivyokuwa nategemea si gisi zilivyokuja kuzinduliwa. Wengi walitegemea kwamba itakuwa ni kazi za kuweka mapave ndani ya mji wa Baraka, sasa katika barabara hizi ambazo walizilenga. Ila kwa sasa ambako tunashuhudia ni kama ni kazi za kuweza kutengeneza mifereji ama kuweka makano kwa Kifaransa. Hii ikoje? Bon, barabara kazi za barabara zote zinaanza mbele kujenga nini mifereji. Banafaa kwanza mifereji, après vingine binakia baadaye. Sasa yenye metuma waache kwanza na pave na waanze na mifereji. Kuu ya nani ya projet ya pave ilikuwa ya kabambi sana, njoo wakaona bakanalize kwanza mai juu kwa senire hii maji yenye iko na haribisha mabarabara ya mavni. Après pale vingine vitafata nyuma. Après avoir kukanalize
banezi kia hanza tena tunatia pave ama vingine vinaendelea selo uwezo wa taksi itakavyokuwa. Asante. Vile vile katika uzinduzi wa kazi hizi kuliweza kushuhudiwa, mamea walisema kwamba kazi hizi zitakwenda kuanzishwa katika eneo la chini kule ambako ni kwa Tanganyika. Ila kwa sasa tunaona zinaanza huku juu. Labda wewe ndio utajibu ama? Yeah. Labda swali hilo likoje ama unaweza kuambia ni Raia? Ni paraporo etide jinsi litumikiwa. Si ndio tulitumika etide ya kukanalize makanivo, kanalize mai pour que ifike Tanganyika. Na wakati mtu kwa kanalize ankwa iko jouer na pante juu mai isiko nafika fasi inasimama inashindwa kushuka. Ndo tumliona tuko oblige kuanzia yulu de faso tupate pante mzuri yenye tatupermettre tufike nayo hadi Tanganyika de faso ke mai isiko nasimama mu katikati ya mfereji. Na ukiangalia katika baadhi ya sehemu za mji wa Baraka kuna mchanga. Kwa gisi mnavyotengeneza haitafikia tena maji kupita chini, kwa kuwa tunashuhudia katika mifereji zimoja unakuta wanajenga, ila unakuta tena maji yanaanza kupenya yanakuwa yanapita chini ya yale mawe ambao walijenga. Hii haiwezi kafikia kutokana na hali ya mchanga ulivyo. Paraporo ya kompetence yetu na etide yenye tulifanya, ile hali haitatokea juu tunajua nini chetu kuafanya na tutafanya kitu kile kitafurahisha kila mtu hapa Baraka. Na labda kwa mita za kuweza kushuka ama mfereji wenyewe utakuwa na mita ngapi kwa ajili ya kuhimili maji? Kwa kushuka iko na mita 1. Kwa upana nao? Kwa upana ni mita 120. Kweli kwa namna mnavyoona mwendelezo wa kazi hizi, raia itakuja kufurahi na kile ambacho mnaenda ukifanya sasa nyinyi kama vile kampuni ambao mmepewa zamana ya kutengeneza. Ndio, execution itakuwa mzuri na kila mtu atafurahia kile kitu tutafanya. Ndio, hakutakuwa probleme yote ile paraporo ya competence juu ni engineer wewe walisomea na viko deja na experience na mu bureau yetu tulifanya etide za mzuri na tuko sira vyetu kwa tumika na bitafacilite kubyote vile vyetu kwenda execute. Ukiangalia uenda labda huko vizuri, lakini ukiangalia katika sehemu ya Baraka Center kule kuna nyumba ambazo zina banana na kuna nyumba ambazo zinajengwa na majiwe, ni ngumu sana. Nyinyi mtatumia nini kwa ajili ya kuweza kuvunja? Mikono tu ya hawa watu tu? Kubomoa haiwezi kazuru sana ile. Tunachunga tu service etatike iautorize batu na après tutajua koma jinsi tutaanza demolir. Anje inaweza fika swate kuko mametozi za mingi zetu tatumikisha de façon tu demolire kule chini. Asante sana mpenzi msikilizaji ambaye mnatoka kumsikiliza, ni engineer kutoka kwenye kampuni ya Jason Construction ambayo inajihusisha na inasimamia mradi huu na kwa ni kama kampuni ambayo inaenda kujenga na kutengeneza hizo barabara. Tukirudi kwako engineer ambaye ni msimamizi kutoka kwenye meya jiji la Baraka, raia inakuwa inalalama sana kwamba mtakwenda kuvunja nyumba zao, huenda wanakuwa na kutokuwa na imani nanyi kwa kuwa ni si mara ya kwanza kunafanyika hivyo, lakini hawatokwenda kutimiza. Huenda labda nini ambacho unachakuambia raia kutokana na ile imani yao ambayo inatoka, kwa kuwa mnaweza mkavunja manyumba zao na mtu kuja kutekeleza inakuwa kama inawaumiza? Sawa. Cha kwanza ninaweza nikaomba raia itufere confiance, bakomte surtout kushie benye tuko mwavyo aviko vya kuishia mjia. Cette fois-ci nous sommes déterminés, tutatumika kazi na tutamaliza. Hatuwezi simamia tu sote kuishia kuvunja nyumba za watu afu tushindwe kujenga. Ile kwanza inatulumiza hata na sisi. Imagine tunavunja nyumba za watu afu hatutajenga. Wanaweza wakatukamata, raia wanatukamata hata mkata nani mkartie wanatukamata, wanatupiga sote, wanatufanya kitu kia mbaya. Mais tuko déterminé, tunajua ke tuko natumika na hatutavunja nyumba zenu kubure. Mtuaminie, cette fois-ci bitu biko kuserie. Na labda kwa naona vijana vile vile naona na wakina mama, kwa kuweza kukamata wale ambao watakuja kutumika ama ambao wanatumika hii kazi, mwe mliangalia nini ambacho ni kama kipaumbele chenu? Kuna kampuni ndio ilikuja na watu wao ama ni meya ndio ilienda kwa ajili hao ambao wanatumika? Bon, kuhusu ba ouvrier aba ba travailleurs wanatumika, kuko ba journalier na wengine batakuwa contractuel peut-être, ila
aba bamama benye biko ni wamama wajane, bamama ba vulnerable, njo bana baita vulnerable, bamama benye abajiwezi, abana babwana, abana makazi. Kwa hiyo meya imeona haiwezi baacha nyuma, kwa sababu mbele sasa biko na kanalize ule makanale wa kidogo wa maji wa maveni, walitumikisha pia wale wamama, wakawalipa hela par jour, wakapata kidogo ya kujisaidia manyumbani. Njo wakaona tena hivi kwa kuchimba mifereji wale wamama tena watumike kazi ya kuchimba, ila na hata kujenga majiwe watasaidia kupana hata sima, sio wote ila ni nusu, na entreprise nayo ilileta nusu ya bafanyakazi wao, njo tulichangia. Njo maana huko naona wamama na wababa na wavijana wote wanatumika kazi. Katika uzoefu waga tunaona kazi hizi ya sasa za nguvu ni kazi ambazo zinakuwa zinatumikwa na wavulana ama wanaume. Kwa wanawake hii haiwawi vigumu kuweza kutumika. Bon, ile tunapenda kuonesha kwa kama fasi ya mwanamke haiko kumafiga tu, na sio kazi hii kusema kama hizi kazi za ujenzi zinatumikwa na wanaume tu. Wanawake wako partout. Mwanamke ule wote anaweza fanya kazi yote ile yenye mwanaume iko natumika. Kwa banamke ni biko ba engineer, kwa banamke ni biko nafanya ni masoneri banajenga. Ndio maana tulihimiza wamama nao na bale banabakia kunyumba le femme au foyer bonabo bajipate bajiongeze. Mwanamke sio kuishia tu kwenye cuisine. Mwanamke naye anapaswa kufanya kazi, kutupa nani kipawa hapa, ama kuchimba mfereji ni kama kulima wanalima, wanatumikisha vyombo hivi vimoja ambavyo wanatumikisha hapa. Ndio maana tulitia vile wamama wapate nao kidogo kwa hii kazi. Asante sana. Labda una kipi cha mwisho cha kuambia raia ya Baraka, vile hata kuwapa nguvu ambao wanaendelea kutumika kazi au wavurie? Bon, kuraia ya Baraka niseme tu courage ya mingi na bavumilie, nyumba kama zitavunjiwa binafikaka. Kinshasa kulikuwa hivi bakavunja, bakajenga. Bukavu ni vile, Uvira ni vile, na hapa Baraka nako tunaanza vile. Basi tulaumie sana, tutavunja na tutajenga. Kuhusu bafanyakazi biko natumika bien, batalipiwa mishahara yao kama kawaida, kwa sababu ni sisi wa engineer ambao tutawalipa. Ndio. Na kwa wafanyabiashara wa commerce ambao wanajitolea kwa ajili ya kutoa ile kidogo yao. Bon, ba commerce bona bapasha kwanza courage sana, baendelee na ile moyo wa kutoa franga juu tuendeleze kazi vizuri sana, na kama wana mashaka na sisi watakuwa wanakuja wanaangalia gisi kazi inavyoendelea, ile itakuwa sawa, itawazidishia courage ya kutoa ile tax. Tunakushukuru. Asante na washukuru pia. Na labda kwako kwa kumalizia una kipi ambacho unacha kuambia sasa kulingana na kampuni yako, wale ambao wanakuwa na kutokuwa na imani na kampuni yako, nini unacha kuambia? Naambia watu wakuwe na confiance na sie, tutexecute na basi bakie biko banaongea sana pana, ba observe tu na macho, baone tu kazi kisi ziko zinaendelea, kazi zitakuwa za mzuri na execution itakuwa ya bien, nyeta furahisha kila mtu hapa Baraka. Asante, tunakushukuru. Asante. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.